au mamlaka husika. Inawezekana. Nikatoa mfano katika mazungumzo yangu ya nyuma, nikatoa mfano na ningependa niurudie mfano huo leo. Nikasema, tunaamini kwa baadhi ya watu, ni tofauti na imani ya T.R. Msigwa. Lakini kwa baadhi ya watu wanasema tunaamini ukiwa positive huwezi kuwa negative. Inatulazimu tutumie dawa kila siku angalau kidonge kimoja ili kuenda kuweka sawa mwili wetu ili tuweze kufanya harakati zetu katika maisha yetu. Tukiangalia ini, tukiangalia figo, tukiangalia kiwango cha damu, grupu la damu, tukiangalia na mengineyo takriban 15 katika mwili wa mwanadamu kwa mwaka kutokana na kula dawa kwa kiwango hicho. Sasa tunajiuliza, au nilisema kwa mfano dawa tunanunua shilingi 1,000 au shilingi 17,000 au shilingi 15,000 au shilingi 2,000. Kama unatakiwa utumie kidonge hicho kwa miaka 5, hebu piga hesabu shilingi 10,000, shilingi 5,000 au shilingi 3,000. Katika hizo bei tatu, piga hesabu kwa shilingi 3,000 mara 30 mara 12 mara miaka 5. Ni kiwango gani utakuwa umetumia? Hiyo awamu ya kwanza. Je, katika safari ya kutumia ni madhara gani utakutana nayo? Au ni changamoto ipi utakutana nayo inayotokana na madhara ya dawa hizo unazotumia au karanga hizo unazotumia au mashudu hayo unaotumia? Ni madhara yapi? Nayo yatakugharimu kwa kiwango gani? Yatakugharimu kwa kiwango gani? Ni lazima tujiulize. Sasa kama tunajitambua na tunatambua na hatuishi kwa kujifariji, tutatafuta njia mbadala. 1, kuondoa gharama kubwa. 2, kutumia dawa ambazo hazina madhara makubwa katika mwili ili kupunguza kiwango cha gharama za kushughulikia mwili wako baada ya kukutana na changamoto. Ndio maana nikatoa mfano. Ukitumia 4A9 dozi 2 au 1, utakaa takriban mwaka mzima bila kutumia dawa. Ini itakuwa safi, figo itakuwa safi, viral load itashuka, kila kitu chako kitakuwa salama. Huoni kama njia zetu zilizokuwa ndani ya bara letu la Afrika inaweza ikawa ni msaada kuliko kutegemea na kutarajia kutoka nje ya bara la Afrika? Tukikubali tunaweza kubadilisha mifumo au kubadilisha hali zetu kwa kusimama imara. Hakuna kitu kibaya kama kutegemea. Nakumbuka wakati naandika 4A9, alijitokeza kiongozi mmoja kutaka kunisaidia, lakini yule msaidizi wake akaniambia, T.R. Msigwa, huwezi kufanikiwa mpaka uwe chini yangu mimi. So mimi ndo napeleka ripoti kwa bwana mkuu.